Leo shairi tunakosa. Tutakosa shairi, lakini tutapata moja kati ya vitu vizuri ambavyo watu watafaidi baada ya msimu kutamatika kwa Young Africans. Sauti yangu pia imepotea kwa ajili ya mapambano ya ushindi wa leo. Namna ambavyo mechi ilikuwa ngumu ni tofauti na watu ambao wanaongea kabla ya mechi kwa kuiona Yanga na Singida ilivyo. Lakini dakika 90 ndio watu huwa wanaona mpira mzuri. Totally ukiangalia zile fatiki pia iliyotokana na mchezo wetu uliopita ilikuwa ni moja kati ya kikwazo kikubwa sana mchezo wa leo, lakini nilichokuwa na enjoy ni namna ambavyo watu walivyokuwa wanafika wanagongana kabisa, migongano ya kifootball kwamba tumekamia mechi na wao wamekamia mechi, tuonyeshane nani ana uwezo mkubwa. Lakini kama isingekuwa fatiki kutoka kwenye mchezo mkubwa wa dabi ya Kariakoo, naamini Singida leo angekula hata goli 5. Quality yetu ni kubwa sana. Singida wamepata muda mrefu wa kupumzika. Young Africans tumetoka kwenye mechi ngumu, ila kikubwa kuliko chote ni kwamba tumeshinda mabao 2-0, na sisi mashabiki wa Yanga tuna enjoy hiki kinachoendelea. Viongozi waendelee kupiga spana, waendelee kupiga spana, wakaze. Tuchukue haya makombe mpaka pale watu watakaposhika adabu. Kwa sababu sasa hizi tunaongea football. Wenzetu wanabishana kuhusu viongozi wao, nani abaki, nani aende. Sisi tunaangalia football, tunaongea football, tunaangalia mapungufu ya timu yetu. Wenzetu bado hawajagundua tatizo kubwa linalowasumbua kwenye timu yao. Yaani mpaka sasa hivi wote waliopiga story wale wameitana kwenye vikao vyao. Sijaona hata mmoja aliyeongea la maana kuhusiana na timu yenye wachezaji 22. Wote wanaongea vitu vya nje ya uwanja ambavyo ukiangalia quality ya wachezaji wao ni ndogo kuliko quality ya Singida. Wanaongea kuhusu viongozi wao, hawaangalii quality ya wachezaji wao ni ndogo kuliko ya Azam. Yaani hawaoni. Lakini mpaka sasa hivi sijaona hata shabiki mmoja wa madunduka ambaye amegundua timu yao ina matatizo gani na watibu nini. Wao wanaona tatizo ni Kipala, Muktaza Kipala basi. Young Africans tunaendelea kupiga hatua. Mmeona timu yetu ilivyokuwa kwenye standard kubwa tofauti na ligi yetu ya ndani. Tunatengeneza wachezaji ambao wanaenda kufanya vizuri kwenye mashindano ya kimataifa, lakini kuonyesha kwamba tuna ubora huo, msimu ujao timu itaboreshwa zaidi. Wale ambao walikuwa wana quality ndogo wataondolewa kwenye timu, wataletwa wengine wenye quality kubwa. Kaka, msimu ujao rais mbunge, si umeielewa hiyo? Rais mbunge, makamu mbunge, wajumbe wa kamati tendaji wa bunge, semaji mbunge, mashabiki wa bunge. Hadi wewe umetiania? Kaka, mimi mwenyewe nimetiania hadi jimbo la Ubungo. Na utaka. Kwa hiyo wewe jua msimu ujao itakuwa ni Yanga ya wabunge. Yanga bungeni. Licha ya ushindi, wanasema kuna baadhi ya wachezaji wenu hawafai kwa Yanga. Clement Mzize kakosa nafasi za wazi. Wanamtaja Mudathir Yahya amewacheleweshea matokeo. Wanasema kwa mimi nakufikishia waliosema. Milud hafai, kocha mdogo kimbinu. Young Africans ina malengo makubwa. Kwa kocha huyo inabidi watafute kocha mkubwa zaidi ya huyo. Kocha akaingia katikati ya msimu. Timu imebadilisha makocha zaidi ya 3. Wachezaji hawawezi kuwa sawa hata kidogo, lakini Milud Hamdi kaja kutuliza kikosi, kapata combination zake zinawatesa watu na zinawasumbua watu kwelikweli. Usione ni kitu rahisi kuiona combination ya Alili ya Ucho, Duke Abuya, Mudathir Yahya basi. Hiyo ni combination ya hatari. Lakini Milud kaja kutuonyesha kwamba Pacome ndio alikuwa MVP wa Ivory Coast. Anacho kiwango kwa kutumika kwenye eneo fulani. Milud Hamdi kaja kumtumia Pacome Zouzoua. Leo hii watu no Azizi, no problem. Watu wanaona quality kubwa ya Pacome Zouzoua. Yule ambaye rais wa Yanga alituambia huyu mtu ana uwezo, lakini bado hajatuonyesha kitu. Kumbe kwenye kutuonyesha kitu alikosa kitu kidogo tu. Alimkosa Milud Hamdi kumuona Pacome Zouzoua. Leo tunamwona Pacome na tunaenjoy football. Mimi niseme kama kuna moja kati ya makocha bora ambao wameingia kwa muda mfupi na wameonyesha uwezo mkubwa, Milud Hamdi anapaswa kupewa heshima yake. Bodi, kuna taarifa zinasema tayari Simba ameanza kupiga panga. Fabrice kashaondoka huko. Haikutishi? Fabrice Luamba Ngoma. Waendelee, watajua wenyewe kwa sababu kama wanabadilika. Nikwambie kitu ambacho nakiona kwenye hii timu. Tutakuwa na msimu bora zaidi mwakani. Simba siwaoni wakiwa timu shindani msimu ujao.
Inawezekana msimu ujao kwenye Champions League wasimalize hata kuingia robo finali. Kwa timu ambayo naiona kwa Simba, sioni Simba msimu ujao ikicheza hata hatua ya makundi vizuri katika hatua ya makundi ya Champions League. Lakini ni waahidi wa Tanzania, Yanga msimu ujao hatutakuwa na mpinzani anaitwa Simba. Yanga msimu ujao hilo nimeliona, wala hata sio jambo la kuwaelezea Watanzania walazimishe, ni jambo tu la wenyewe kuangalia macho timu ile inaendaje. Basi hata mwaka huu Singida ni bora kuliko Simba, kilichotokea ni wale marefali na ile bodi ya ligi ambayo iliyopita. Mwaka huu ukiangalia Azam ni bora kuliko Simba, yaliyotokea ndio yashatokea, lakini kwa kuwa tumeutibu mpira wetu, msimu ujao utaiona timu bora zaidi ambayo itafanya vizuri. Simba utaiona ikididimia zaidi. Israel Mwenda kwao walionekana mbaya, wakasema beki mchanga. Young Africans namba zinambeba licha ya kuwa ameingia katikati ya msimu. Kwa nini kwa waonekane mbaya, kwenu waonekane mzuri? Kwanza ukimzungumzia Israel Patrick Mwenda, malizia Dani Alves Mitungi. Yule ndo Dani Alves. Ukimtaja Israel Patrick Mwenda, malizia Dani Alves Mitungi. One of the best defender kwenye nchi yetu, mwenye quality ya kimataifa, Israel Patrick Mwenda. Juzi kazima ngoma ya Elim Panzu, leo kazima ngoma ya Jonathan Soa. Sio mchezo. Beki katili, mwenye uwezo mkubwa, mwenye akili kubwa, mwenye kujua kucheza kwenye nafasi, pasi zake hazipotei, anapiga mitungi, anakimbia vizuri, anajua kukava, anajua kukimbia offside. One of the best defender kwenye nchi yetu, Israel Patrick Mwenda. Kwanza, kama itampendeza rais wa klabu ya Yanga, amuongeze mkataba mrefu zaidi. Kama kuna mtu atamtaka kutoka huko, kwa sababu namuona Mudau akiwa amechoka kwenye timu ya Mamelodi. Na waona Mamelodi kabisa. Yaani kila nikikaa na waona Mamelodi wanakuja kumchukua Israel Patrick Mwenda kumfanya mbadala wa Mudau. Kwa hiyo kama itampendeza rais wa klabu ya Yanga, amuongeze mkataba mnono. Lakini Israel ana jambo lake, tunalisubiri. Na sisi mashabiki wa Yanga tutakuja kumsupport Israel Mwenda kwa sababu ni moja kati ya wachezaji ambao wameingia kwenye timu yetu kwa muda mfupi, wameonyesha uwezo mkubwa. Sisi tunaenjoy kumuona. Bwana tunaondoka kesho paredi. Ndio? Paredi la ubingwa. Wananchi wajitokeze kwa wingi kwenye maeneo husika. Tushangilie makombe yetu. Hilo taarifa pale Msimbazi kitakuwa kituo kikubwa cha kusimama. Na ikimpendeza Mwenyezi Mungu, basi viongozi wa Yanga, Clatous Chota Chama afanye moja kati ya press kubwa pale Msimbazi. Jonas Gerald Mkude Nungunungu Master aeleze namna ambavyo anaenjoy maisha akiwa Yanga. Israel Patrick Mwenda azungumze namna gani alikuwa analogwa na yule babu ambaye ni babu wa mababu. Alikuwa analogwa Israel alikuwa anaumia mechi, kesho anaumia mwenyewe nyumbani. Akitembea tu akanyaga mguu chini anaumia. Sasa alikuwa analogwa na babu. Kwa nini wakazungumzia pale Msimbazi? Pale ndio kuna mashahidi wote wa Yehova wako pale. Israel Patrick Mwenda, Clatous Chota Chama, Jonas Gerald Mkude Jera, Nungunungu Master. Kesho tuna kikao na nyinyi maeneo ya Msimbazi kwenye paredi. Tunataka tusikie sauti zenu mkisema maisha ya kule na maisha ya huku. Nini me experience kwenye maisha ya Young Africans? Asanteni.